Na bado ni majira ya asubuhi, msikilizaji, tunasema karibu mara tena kuweza kujiunga nasi katika habari zetu za moja kwa moja kutoka kwenye shamba la mapambano. Leo ni tarehe 17 Januari mwaka wa 2026 ambako tunapata fursa nyingine ya kuja kwa pamoja ili tupate kukujuza kile kinachoendelea huko kwenye uwanja wa vita katika milima mirefu na mifupi ya tarafa la Fizi, Uvira, Itombwe na Mwenga. Mpendwa msikilizaji, na kuomba kusubscribe channel hii, kucomment, lakini pia kusambaza habari hizi kwa walio wengi zaidi inaendelea kuzipata kama utakavyokuwa unazipata wewe. Hii ni Amani TV Media na mimi ni mtangazaji wako Ramsey Ramadhani. Twende sambamba ili upate kuhabarika vya kutosha. Na tumaiya kwamba utakuwa salamu salimini. Nimekujuza ya kwamba moja kati ya kazi kubwa tulionayo ni kuhakikisha tunakuletea zile za ukweli na kwa muda sahihi ili upate kujua yote ambayo yanaripotiwa kwenye uwanja wa vita. Na habari ambazo tunazo muda huu, msikilizaji, ni kwamba mapambano makali yameripotiwa tangu asubuhi ya siku ya Jumamosi hii tarehe 17 Januari katika kijiji cha Kirungu kati ya wahasi wa Twirwaneho Rw'itabara washirika wa AFC M23 dhidi ya wazalendo wanaosaidiwa na jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC. Kwa mujibu wa vyanzo vyetu vya ndani, mapigano hayo yalianza majira ya saa 1 asubuhi na yanaendelea kwa muda katika eneo hilo. Kutokana na hali hiyo ya mapigano, wakaaji wengi wa kijiji cha Kirungu na maeneo mengine jirani wamelazimika kuyahama makazi yao na kukimbilia porini kutafuta usalama wao. Hadi sasa hali ya usalama inaendelea kuwa ya wasiwasi mkubwa, huku juhudi za kuwasiliana na baadhi ya wanafamilia na wakaaji wa eneo hilo zinagonga mwamba kutokana na kukatika kwa mawasiliano na hofu inayotanda katika eneo hilo. Ikumbuka kuwa Kirungu ni kijiji kinachopatikana katika mkoa wa Kivu Kusini ndani ya eneo la Uvira katika utawala wa kimila wa Bavira kwenye mabonde ya kati. Vyombo vya habari vinaendelea kufuatilia kwa ukaribu mwenendo wa hali hii ya usalama, huku wito ukitolewa kwa raia kuchukua tahadhari kubwa kufuatia maelekezo ya vyombo vya ulinzi. Hiyo ni hali halisi ya kile ambacho kinaendelea kwa sasa katika milima ya mji wa Uvira, mpendwa msikilizaji. Lakini tukisalia tu katika maeneo ya milima inayoinukia mji wa Uvira, ni kwamba wahasi wa AFC M23 waendelea kujisalimisha kwa wazalendo katika maeneo ya nyanza za juu za mji wa Uvira. Akizungumza na vyombo vya habari, kamanda James Fyeka Adui ameomba raia wote waendelee kuwa watulivu. Huyo ameeleza kuwa operesheni zinaendelea vizuri kwa lengo la kukomboa maeneo yote yanayodhibitiwa na wahasi. Kwa mujibu wa kamanda huyo, wazalendo wa Uvira na Fizi wanafanya kazi kwa pamoja kwa ushirikiano mmoja ili kuhakikisha kuwa wahasi wanaondolewa kabisa katika maeneo ambayo wanayadhibiti. Kutoka kwenye uwanja wa vita, huyu hapa kamanda James Fyeka Adui, msikilize. Tunaleta jambo kwa wakongomani wa Sud Kivu, Fizi, Uvira, Mwenga. Hapa mnaongea na James Fyeka Adui, na hapa tuko kwenye milimani mwa Uvira hapa, bila kutai quartier na avenue. Tunakuja kwenye kazi na tunachapa adui, tunafyeka adui. Hapa kazi tuko naifanza ni kutafuta amani kwa wakongomani wote wa Sud Kivu, Uvira, Fizi, Mwenga, hata Nord Kivu yote. Ni lazima tufyeke adui mahali popote adui atakapopatikana. Na kwa mida hii tuna mateka, na haiko mateka, ni M23. Hii M23 imekuja kujiripoti kwenye wazalendo, hiyo peke bila kuitafuta, imekuja kujiripoti kwenye wazalendo, kwenye mafosi mengine ambayo nitaisema hapa. Kwa mida hii niko milimani mwa Uvira, Fyeka Adui James. Tumeshika na kumekuja kujiripoti. Hatukuwashika wao wenyewe, wamekuja wakajiripoti na wakaleta
maono yao kusema ya kwamba wako wanateseka, walikamatwa kwa kinguvu. Kwa saizi tuko na fosi ya Mheshimiwa Ngomanzito Delfe Kalembe. Kwa mida hii tuna fosi ya mtetezi Ebwela. Kwa mida hii tuna fosi ya Kuruninga Venus. Kwa mida hii tuna fosi ya Landa Bango Huruma. Kwa mida hii tuna fosi ya James Fieka Adui. Kwa mida hii tuna fosi ya Rene Itongwa. Hizo fosi kwa kazi ambazo wameendelea kuzifanya, nitashukuru sana sana mimi James Fieka Adui, fosi ya Mheshimiwa Delfe Kalembe Ngomanzito. Nitashukuru fosi ya mtetezi Ebwela. Nani mwingine wa Ubembe? Nitashukuru fosi ya Rene Itongwa. Bado Kuruninga, bado Huruma Landa Bango. Kwa nini nashukuru hizo fosi? Rene Itongwa, Ngomanzito, mtetezi Ebwela, Zelampuma. Sisi wote tuko kwenye msafara wa mbele. Nimewashukuru kwa sababu Zelampuma, Ngomanzito, mtetezi Ebwela, nani mwingine wa Ubembe? Rene Itongwa. Unajua kuna watu ambao wanafanya makonfizio wakisema eti huyu ni wa kabila fulani, wa kabila hapana. Ona sasa forces zenye zinatoka Fizi zinakuja kudefendre territory ya Uvira. Zile forces haziangalii makabila na ubaguzi. Na kwa sasa wamejiunga na force ya James Fieka Adui, Huruma Landa Bango, Kuruninga Izaki. Na tutaendelea mpaka Uvira ipate amani na mpaka kila mtu aone kama wazalendo wanaendelea kufanya kazi. Hakuna mzalendo kwa sasa wa Uvira, wa Fizi na Mwenga. Mzalendo ni mmoja. Na tunashukuru tena serikali yetu ya FARDC, Wagepare pamoja na Waibu. Mungu ashukuru sana, naendelea kutulinda, ashukuriwe Mungu. Na Uvira, Fizi, Mwenga, Nord Kivu yote nzima, Kongo iko mikononi mwa serikali ya Mheshimiwa Rais wetu Tshisekedi kwa kukomboa nchi. Okay, merci. Ni wenu James Fieka Adui. Hatuogopi, hatubabaiki. Tuko kwenye mshimamo. Kude shapo kwa wazalendo wote. Asante kwa mheshimiwa wetu, hata huyu mheshimiwa ambaye mkubwa zaidi ni yeye SNPCC, Bwana Yakutumba, bila kutaima kabila mengi zaidi. Yakutumba tuko naye, tunapigana vita kwa hii kazi. Tuko na trupe yake hapa, tuko tunasaidiana kwa hii kazi, na ni yeye kiongozi mkubwa zaidi, mheshimiwa Yakutumba William. Tuwezi kumwacha nyuma, ni yeye ambaye anatuongoza kwa kazi hii. Asante Wakongomani, mkuwe timamu, mtulie, mwache kubabaika. Kongo ni yetu. James akiwaambia kitu, mjue kwamba ile kitu itatimilika, na Uvira tutaidhibiti. Kataa ukubali, Uvira ni yetu. Fieka Adui anaongea. Na tukitoka huko Uvira moja kwa moja jelekeze huko Shabunda Mwenga, ambako katika lengo la kuimarisha usalama wa raia na kuzuia vitisho vya kiusalama, wazalendo wa tarafani Mwenga na Shabunda wametangaza marufuku ya kupita kwa magari yote yanayotokea Bukavu kuelekea maeneo ya Mwenga na Shabunda.
Hatua hiyo imechukuliwa kufuatia taarifa za kiusalama zinazoripoti mienendo ya waasi wa AFC M23 ambao wanatajwa kuwa wanatafuta njia mbalimbali za kuingia katika eneo la Shabunda kwa kujificha kupitia usafiri wa kirahia. Kwa mujibu wa Zalendo, kuna hofu kwamba baadhi ya waasi au washirika wao wanaweza kutumia magari ya kawaida kama njia ya kupenya na kuhatarisha usalama wa wananchi. Hivyo basi, uamuzi wa kusimamisha kwa muda usafiri wa magari kutoka Bukavu una lengo la kudhibiti hali ya kuzuia hatari zozote zinaweza kutokea. Wazalendo wameomba madereva, wasafiri pamoja na wananchi wote kuelewa na kuheshimu uamuzi huo kwa muda, wakisisitiza kuwa hatua hiyo inalenga kulinda maisha ya raia na mali zao na sio kuwakandamiza wananchi. Kutoka Shabunda, Mwenga, huyu hapa, msikilize mmoja kati ya makamanda wa kizalendo akithibitisha taarifa hizi. Jambo Wakongomani, na wasalimu sana tena, nasema asante kwa kupata muda kama na huu. Shabaha yangu ya kuwazungumuza ni hii: sisi sawa vile ba seigneur de guerre ya axe ya territoire ya Walungu, Shabunda, Kabare, Mwenga, tunakatala katakata kuingiza magari za kutoka Bukavu Shabunda. Tunakatala. Na ule mwenye hana bezwe ya ile gari yake aitume Shabunda. Sisi hatutumikia ku commandement ya M23. M23 ilifungaka njia ikabloke, ikasema kama hakuna gari tatokaka Bukavu wala moto kwenda Shabunda, na tukakubali. Leo tena inasema inafungula gari zianze kwa zinaenda Shabunda, kutoka Bukavu kwenda Shabunda. Shatutumikia kumpango ya M23. Tunajua kiini ya M23 kusema magari zitoke Bukavu kwenda Shabunda ni kuona inashindwa na kukamata Shabunda, sababu tulishaifungia njia M23. Inafanya vyenyewe vinawezekana, yote haviwezekane. Inaona omwe ifungule balabala, ndio baangalie kisi ya kujinfiltre kwa zile magari za basivile, baangalie maposition zetu ziko namuna gani, bakwe sawa vile ni baraia, kumbi abo njo bako banaingia, njo baanguse Shabunda. Kama tungefungaka balabala ya Nzibira, tungefungaka magari zikuwa zinaingia Nzibira, kama leo tungali Nzibira. Kwa leo tunakatala, hakuna gari tatoka Bukavu kwenda Shabunda, na ule mwenye anachukia gari yake aitume Shabunda. Tunabaonesha ili atupende muhali na mutu, mubakie na magari zenyu na ba M23 yenyu, na she tunabakia na Shabunda yetu, tunabakia na maeneo zetu. Na kama unachukia ile gari, tuma ao leo wala kesho, itume uende Shabunda. Hapa ni General Maeshe Kaisha Simba Wankutu, pima utume ile gari. We mwenyewe liituma, ujue kama hauna tena gari. Asante. Na mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, na hapo ndipo tunaweka nukta katika habari hizi za asubuhi ya leo tarehe 17 Januari mwaka wa 2026. Kutokea Mashariki, hii ni Amani TV Media na mimi ni mtangazaji wako Ramsi Ramadhani. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kujiunga nasi, na kusihi kuweza kusubscribe channel hii, kucomment, lakini pia kusambaza habari hizi kwa walio wengi zaidi, inaendelea kuzipata kama utakavyokuwa unazipata wewe. Bado tunaendelea kufuatilia habari hizi za mapambano huko kwenye uwanja wa vita, ili hapo baadaye tukuje kukuletea taarifa kamili. Kwa hivyo nakuomba kuendelea kuwa nasi katika habari zetu za hapo baadaye.